بلغ رسوله نبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، ولما أوجبه علينا غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وatukufu wa Islam, taqabbal Allahu minni wa minkum. Mwenyezi Mungu tutakabalie saumu zetu, atakabalie sala zetu, atakabalie sadaqati zetu, atakabalie qiyamul layl, salawati nyingine masnuna. Tujalie kumi hili la mwanzo litakapomalizika liwe shahidan lana la alaina yawm alqiyama. Atupe nguvu za kufanya ibada, atukinge na maadui na mahasidi, atujalie min alfaizin, wala asitujalie min annadimin alkhasirin yawm alqiyama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Watukufu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alipokuwa amekaa pamoja na mama yetu Sayyida Aisha bintu Abi Bakr, Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiqatu bintu as-Siddiq, wamekaa kikao cha mume na mke, majlisu zawj amama zawja au majlisu zawja amama zawj. Kuna kikao cha mwalimu na mwanafunzi wake, majlisul muaddab amama almuaddib. Vipi mwanafunzi anakaa mbele ya mwalimu wake? Naam,
kama alivyokuja Jibril akakaa na bwana mtume Muhammad, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kuna vikao mbalimbali na kuna vikao vya mke na mume. Unaweza kuiona ile body language wakati mume amekaa na mke wake, hawakai tanafur, maana lazima wakae karibu, mili yao iwe inagusana, nyuso zao zinakuwa na furaha na lugha zao zinatia bashasha na nitamu, kila mmoja anakuwa interested kumsikiliza mwenzake. Very interesting unapoona mume na mke wanazungumza, hawakunji sura, hawakasiriki, wanafurahi. Yani nakuvutia ile picha ya kukuonyesha Sayyiduna Muhammad vipi alikuwa amekaa na mama yetu sisi Bibi Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq, ambaye tumesimuliwa katika vitabu vya historia na watoto wake. Yani Bibi Aisha hakuzaa taban, lakini alikuwa akiitwa Ummu Abdillah, hakuwahi kuzaa mtoto na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Bibi Aisha bwana mtume alipokufa, yeye alikuwa na umri chini ya miaka 20. Kwa maana hiyo utaweza kuona alikuwa bado pia mdogo, kwa sababu mtume alimwoa akiwa mdogo, na mtume alipokufa bado hajafikisha umri, hajapita miaka 20. Yeye na Bibi Fatima walikuwa kidogo ni marika, bali alikuwa mkubwa zaidi Bibi Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kufa mtume, taban wake za mtume hawaolewi, kwa sababu hakuna mtu anaweza kumwoa mamake. Naam, kwa sababu mke wa mtume ni ummul mu'minin. Kwa hiyo aliishi umri mrefu sana mpaka akashuhudia khilafa za Abu Bakri, khilafa ya Umar, khilafa ya Uthman. Bibi Aisha alikuwa mkubwa, alikuwa na umri mpaka akashuhudia khilafa ya Sayyidina Ali. Ina maana katika ukhalifa huo wa Sayyidina Ali, Bibi Aisha bado alikuwepo. Wakati Sayyidina Abu Bakar miaka miwili ya ukhalifa wake, miaka 2 na kidogo. Sayyidina Umar miaka 10 na zaidi, Sayyidina Uthman miaka 10 na zaidi, Sayyidina Ali naye zogo lile lote liloendelea pale, na Bibi Aisha alikuwepo. Kwa hiyo umru madida, alieneza elimu aliyoipokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watoto wake ni watoto wa ndugu zake, watoto wa Asma binti Abi Bakr, kama akina Abdullah ibn Zubair. Na Abdullah ibn Zubair ana manaqib, yeye baba yake, babu yake kwa mama, yani katika historia yeye ni sahaba, baba yake ni sahaba, mama yake ni sahaba, babu yake ni sahaba na kuendelea. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, mama yake Asma binti Abi Bakr, babu yake Abu Quhafa. Huyo Abu Quhafa babake Abu Bakr Siddiq alikuwa sahaba pia. Kwa hiyo Abdullah ni sahaba, Zubair babake ni sahaba, Abu Bakr ambaye ni babu yake ni sahaba, na baba wa babu yake Abu Quhafa ni sahaba. Ni furaha iliyoje kwa mtu huyo mmoja. Ala kulli hal, nikisema mke na mume wanazungumza, unaweza kupiga picha ukaona ni kiasi gani. Kama sio hii tuloizungumza, ujue kuna mashakili, kuna matatizo kati ya mtu na mke wake. Lakini hadithi aliyokuwa akizungumza Bibi Aisha ni hadithi maarufu katika vitabu vya fiqhi, inatajwa katika vitabu vya hadithi, inatajwa, inaitwa hadithu Ummi Zar'i au hadithu Abi Zar'i. Hadithu Abi Zar'i. Bibi Aisha alimwambia Mtume Rasulullah, na hii inaitwa ni hadithi. Anasema walitokea wanawake kuhadithia sifa za waume zao waliowaoa, bali waliitana hasa wakasema, njoni leo tunataka tuzungumze mambo ya nyumbani na tuyaweke hadharani. Wakaitana tena wakaambizana, wakala viapo kwamba asifiche yeyote katika mambo ya kwake nyumbani. Kulikuwa kuna kazi kubwa, mambo yaliyofichikana kule yaletwa kuletwa hadharani yawe wazi.
Kila mmoja akala kiapo kwamba hato ficha mambo ya nyumbani kwake, atasema wazi mumewe ni nani, alikuwaje, anaishi vipi, yeye na mumewe ndoa yao iko vipi. Sayyida Aisha anamsimulia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii inaonyesha unatakiwa umsikilize mkeo akikutolea hadithi, unatakiwa umpe nafasi na yeye ya kuzungumza, kwa sababu kuna baadhi yetu tunaona wanawake kama hawafai hata kusikilizwa, kwamba ana rai zake anataka kukupa, una crush, una punch, unazidengua tu, huyu ataniambia nini mimi, kazi yake kukoroga maharagwe tu. Hapana, mpe nafasi, msikilize, anaweza kukupa faida kubwa. Na hii inaonyesha wazi mafundisho ya Mtume kwetu sisi waume, tuwe na wakati wa kusikiliza wake zetu. Kama anataka kuhadithia, anataka kusema kitu, mpe nafasi, atajihisi confidence yake itakuwa kubwa kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa anazungumza na bibi Aisha kuhusu hadithi hii, wao wanazungumza, wanaelezeana. Hawa wanawake walikuwa 11, wote kila mmoja anaweka hadharani mambo ya nyumbani kwake. Bila shaka tukihadithia wote 11 tutachukua muda mrefu sana, lakini tuchukue 2 watatu, huenda tukapata faida katika hadithi hii ya Abu Zara. Msalieni Mtume kabla hatujazungumza, kwa sababu alhadithu tawil, hadithi ndefu, na ndani yake kuna mafunzo baina zawjain, kati ya mume na mke, na ndani yake inshallah tunaweza kupata mafunzo makubwa, kwa sababu katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume anasema 4 min as-saada, mambo 4 huwa ni saada kwa mtu, yani ni furaha kwa mtu. Mambo 4, ukiona mambo 4 basi ni nguzo za furaha hizi, zihifadhi ili upate kutafuta furaha. Mambo 4 ni katika furaha. La kwanza katika rasul qaima, listi ya mambo 4 nguzo za furaha, Mtume akasema azawjatu salihah, mke bora, na hivyo hivyo mume bora. Hizi ni furaha kwa mume, kwa mwanamke. Furaha yake katika nguzo zake ziko 4, azawjatu as-salihah au azawju as-salih. Nguzo ya pili anasema almaskanu alwasi', almaskanu alwasi', makazi mapana, nyumba kunjufu. Hata iwe kibanda, nyumba ya matope, lakini ni kunjufu. Anaweza kuja mgeni ukamwambia mahala pako pa kulala hapa, watoto wako ukamwambia nyinyi mtalala hapa, ikawa inakutosheni kwa kadri ya haja zenu, nakupa saada. Unaonaje siku kijaliwa kujenga kibanda chako ukakaa ndani yake, unaburudika kuliko kwenda kukodi, kwenda kukodisha au kwenda kutafuta sehemu kawa unatoa pesa, mara hujalipa rent, hujalipa kodi, unapewa miezi 6, unaambiwa utatimuliwa, lakini ukiwa na nyumba yako unatulia. Naam, bali tumesema almaskan alwasi', nyumba iliyokuwa na nafasi. Na muomba Mwenyezi Mungu ampe kila alokuwa hana nyumba, ampe nyumba ya Rab, katika dunia apate nyumba na kesho akhira akapate nyumba ya khair, pepo. Naam, kwa sababu Mtume anasema ni maskan, ni vitu vyenye kuleta furaha katika moyo wa mtu. Jambo la tatu, almarkabu alhani, almarkabu alhani, anasema usafiri mzuri, chombo kizuri kinachoweza kukuchukua kikakupeleka marikiti, kikakurudisha, ukaenda kondeni, ukarudi. Na hapa tukisema markabul hani, kila mmoja kile alichojaliwa. Alojaliwa helikopta ndo markabul hani, alojaliwa ndege markabul hani, alikuwa na gari markabul hani, alikuwa hata na punda markabul hani, alikuwa na Vespa na Honda, alikuwa hata na baskeli, ni markabul hani. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, Allah anasema sisi ndo tulokugawieni maisha yenu.
waja'alna ba'dakum fawqa ba'd, tumewafanya wengine tumewazidishia kuliko wengine. Na hizo hekima anazijua mwenyewe Allah. Usitamani neema ya mwenzako imuondokee, muombe dua, lakini na wewe tamani upate kama ile. Na kama umekosa usilie, kwa sababu waasa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Mara nyingine huenda ukachukia kitu, kumbe ndani yake kuna khair. Mwenyezi Mungu ndo mpangaji na ndo anajua khairi yako wewe ni kukunyima hiki, kukupa hiki. Sema alhamdulillah kwa ulichonipa, alhamdulillah kwa ulichonikosesha. Vyote ni khair, zote ni khair. Mwenyezi Mungu ndo Razzaq. Naam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ukisoma hizi aya utapungua ghera, utapungua uchungu na uona ukiwa na wengine wamepata zaidi yako, ukijua kwamba mgavi aliyegawa ni Mwenyezi Mungu. Tu'til mulka man tasha. Hata kile cheo Mungu anamchagua, anampa anayemtaka. Na kuna watu tunakimbilia vyeo kila siku lakini hatupati. Lakini Mungu anamtoa mtu from nowhere, anakuja yeye anakuwa na cheo kikubwa, mpaka unasema huyu Mungu. Wengine wanamtukana Mungu. Basi we Mungu tunakuomba kila siku, utupi Mungu gani wewe? La haula wala quwwata illa billah. Imani iko wapi hapo? Mungu anajua, na dua sio lazima uone matokeo yake hapo kwa hapo, kwa sababu nasema Mungu amesema ud'uni astajib lakum, namuomba tena, mbona hanipi? Mungu ana hekima zake. Anasema kuna mambo mengine Mungu anakutizama, mja wangu, hili unaliomba lakini halila khairi na wewe, mimi sikupi, kwa sababu ningekupa utaumia, nakupa lokuwa na khairi na wewe. Hadithi ya Mtume inasema idha kana alkhairu fi at-ta'jil ujjil, ikiwa khairi ya uliloliomba ni kuletewa haraka, Allah atakupa haraka na utaona umelipata. Wa in kana alkhairu fi at-ta'khir ukhir, na ikiwa khairi iko kucheleweshwa, unaomba sasa lakini upewi, utapata baada ya miaka 40, pia Mungu anakutizama. Sasa yeye ndo anajua zaidi, kwa sababu ni allamul ghuyub, anajua siri, si hatujui. Nyuma ya kichogo chako kuna nini huoni? Mungu anaona, anakuchunga, anakulinda, anakupenda. Naam, amesema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ana falimadha nad'u wala yustajabu lana. La, usiseme hivi. Kwa nini tunaomba hatupi maombi yetu sote? Miaka mimi naomba jambo fulani, mbona hanipi? Hiyo sio adabu kwa kiumbe mbele ya Mola wake. Kwa Mungu anakupa, na mara nyingine yadakhiruhu laka fil akhirah, Mungu anakuwekea akiba, anakukupa sasa hivi, itakuwa anakuwekea kesho siku ya kiyama. Basi Mungu haurudishi mkono mwenye kuomba. Inna Allaha yastahi idha rafa'a al-'abdu yadayhi ila as-samaa an yaruddahuma khaibatayn. Mungu anaona haya ukinyanyua mikono kuirudisha patupu. Hakuna anayerudishwa patupu, ni mambo tu Mungu anayapanga. Kwa hiyo ukizisoma aya kijua kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, unayemtaka, si tunayemtaka sisi, anayemtaka yeye. Hakusema tu'til mulka man tashaun, yu'til mulka man tashaun, anampa ufalme mnayemchagua nyinyi. Mara nyingine hamkumchagua nyinyi na anapewa ufalme. Naam, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, na unamnyang'anya ufalme unayemtaka. Wa tu'izzu man tasha, na unamnyanyua unayemtaka. Wa tudhillu man tasha, unamdhalilisha unayemtaka. Biyadika alkhair, khairi zote ziko mikononi mwako, umezimiliki wewe ya Rabb. Innaka ala kulli shay'in qadir, wewe juu ya kila kitu ni muweza. Naam, kila kitu ni muweza. Ukhrijul hayya min almayit, unamtoa maiti kutoka kwa hai na unamtoa kutoka hai alikuwa maiti. Ukhrijul hayya min almayit wa tukhrijul mayita min alhayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, na unamruzuku umpendaye, unamruzuku unayemtaka bila hisab.
Naam, Mwenyezi Mungu humpa anayemtaka bila hesabu, bila kupeleka application, bila kupeleka barua, bila kupeleka chochote. Hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik, ukiomba, ukipewa, shukuru kwa ulichopewa. Na Mwenyezi Mungu akikunyima chombo, hajakupa, ipo utafika wakati wako. Hajakupa nyumba, utafika wakati wako. Hajakupa mke bora, muombe Mungu akupe bora, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anafanya anavyopenda. Kwa ajili hiyo basi Allah subhanahu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema arba'un, mambo manne, minas saada, ndiyo yanayopatisha furaha katika moyo wa mtu. Almar'atu salihah, mke bora, walmaskanu alwasi', na nyumba kunjufu, walmarkabu alhani, na chombo kizuri salih. Nguzo ya mwisho nasema waljaru salih, na jirani mzuri. Haya yote aliyosema Mtume ukiyafikiria unaona ni mambo ya majirani. Ukiwa na jirani mzuri, mimi nawajua watu wamehama mtaa kwa sababu ya jirani. Wallahi alazim, anahama mtaa kwa sababu ya jirani. Kwa nini? Ana mbughudhi, hana hata kizuri akitendacho kwa jirani yule. Akifungua domo jirani, kama moto wa jahannam unafunguliwa. Hakuna saada. Akimwona mtoto wake anamkunjia uso, anamtukana bila ya sababu, anayepita anamsengenya. Basi jirani akiwa mwema, basi ni saada kubwa sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusiwa sana jirani. Katika Qur'an utasikia waljari dhil qurba, waljari dhil junub, waljari dhil qurba, jirani. Na Jibril alikuwa kila akija anamwambia Mtume jirani, 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 mpaka Mtume akasema katika hadithi, la zala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Hakuacha Jibril kunihusia kuhusu jirani mpaka nikadhani kwamba huyu jirani atanirithi, atakuwa katika listi ya waratha. Maana mtu akifa anarithiwa, mkewe anamrithi, na mke anapata robo ya mali kama hakuna mtoto, na anapata thumuni ya mali kama kulikuwa kuna watoto, na yeye vile vile anamrithi mkewe nusu ya mali kama hakuna mtoto, na anarithi robo ya mali kama watoto wapo. Ndio hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alivyogawa mirathi katika Qur'anul Karim, japokuwa watu wanadhulumiana leo. Na mtu akifa alokuwa hana haki katika ile mali, yeye ndo atakuwa wa kwanza pale. Ametuna, anasema hapa fungeni milango yote, tieni kufuli kule, toa vitabu vya benki hapa. Kwa nini? Kwa sababu tu ana ukuruba na ukaribu na marehemu. Lakini wapo watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa haki zao. walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma taraktum. Mna nusu ya mali ya wake zenu walikuwa wamekufa kama hawana watoto. Wakiwa na watoto, mchukue robo ya mali yao. Na vile vile walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumnu mimma taraktum. Mipango kila kitu, mke, mume, watoto, wazee, wazazi, Qur'ani kila mmoja imempa sahami yake. Naam, kila mmoja amepewa chake cha kuchukua. Kwa hiyo asidhulumiwe mtu katika haki yake, na alokuwa hana fungu pale asiende, asije akafanya vitu kama hivyo kwenda kutafuta mali sio kwa ya kwake. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii hadithi ameizungumza, na sisi kama hatunayo tutafute sifa hizo: almar'atu salihah, almaskanu alwasi', almarkabu alhani, waljaru salih, jirani mzuri. Sayyida Aisha na Mtume wamekaa wanazungumza, anasema mwanamke wa kwanza akatoa sifa za mumewe, wenzake wanasikiliza.
alosema mume wangu mvivu sana, alosema mume wangu anapiga sana, alosema mume wangu bakhili sana. Maana kila mmoja aliyatoa hadharani mambo ya nyumbani, na hatusemi kwamba hizi ni tabia nzuri. Maana siku za hivi sasa imekuwa mambo ya nyumbani wanawake wanayatoa nje, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema katika hadithi, akasema asharra nnasi manzilatan yawma alqiyama, watu watakaokuwa katika daraja ya chini kabisa katika moto wa Jahannam, au dhalili kabisa, watakaoteswa na Allah, watu shari waovu mno kuliko wote. Asharra, hii ni mubalagha. Asharra sio sharra nnas, asharra nnas yawma alqiyama arrajulu yufdi ila almar'a au almar'atu tufdi ila arrajul thumma yanshuru kullu minhuma sirra alakhar. Ni mwanamme mwenye kumwingilia mke au mke mwenye kumwingilia mume, kisha kila mmoja anakwenda upande wake, mashariki wa mashariki, magharibi wa magharibi, anakwenda kueleza zile siri walizokuwa wakifanya jana. Unaweza kuona kundi la wanawake wamekaa, kila mmoja anahadithia, mume wangu ananigusa hivi, mume wangu ananiambia vile, mimi huwa navaa nguo hizi, wakati usiku mimi navaa hiki, mimi navaa kile. Inakuwa maelezo baada ya habari, waliyadhu billahi min dhalik. Na wanaume vile vile, wanaume vile vile nao wanakaa wanahadithia mambo ya wake zao nyumbani. Mke wangu usiku anavaa hivi, akilala analala vile, akifanya anafanya hivi na hivi na vile, hadharani. Sasa wale wanawake wenzi wao ambao hawana waume pale wanaanza kufikiria, na sisi tutabahatika lini, na sisi itakuwaje? Na mara nyingine mtu anamsema mume wake kwa mwanamke alikuwa hana mume, matokeo yake yule mwanamke anamtafuta sasa, na vile vile na kinyume chake. Hizi ni tabia chafu ambazo Mtume anasema asharra nnasi manzilatan yawma alqiyama. Na Mtume alishabihisha akasema, mtu mwenye kutoa siri za nyumbani kwake, mathaluhu kamathali shaytanin yati shaytanan fi at-tariqi wan-nasu yanzurun, ni kama shetani anamwingilia shetani barabarani na watu wanaona, wanatizama. Shay'un ajib, shay'un gharib, balaa kubwa. Kwa hiyo hawa walikuwa wanahadithia habari za majumbani kwao. Mmoja akasema, msikilize huyu, msikilize, na kama kuna sifa hiyo katika mwili wako ni nzuri, endeleze, kwa sababu wanawake wanapenda sifa hizo. Anasema, zawji idha dakhala fahid wa idha kharaja asid wala yasalu amma ahid. Alikuwa akizungumza kishairi kisanii. Allah, walikuwa mafasaha hawa mpaka wanawake zao. Anasema, zawji idha dakhala fahid wa idha kharaja asid wala yasalu amma ahid. Mume wangu akiingia, asid ubadilika, fahid ubadilika akawa mpole kama vile fahad. Fahad ni katika aina ya wanyama hawa chui, aina ya fahad. Kuna namir, basi aina ya wanyama wale wanakuwa wapole. Sasa hii ni tashbih. Unajua lugha ya Kiarabu akitaka kukupa sifa ya mtu, akikushabihishia kitu, basi inakuwa ni ufasaha zaidi. Ukisema mathalan, sadiqi kalhirba, rafiki yangu ni kama kinyonga. Unaonaje unaposifiwa hivyo? Rafiki yangu ni kama kinyonga, ni fasaha zaidi kuliko kusema huyu ni kigeugeu. Lakini kusema rafiki yangu ni kama kinyonga, hali yake mara anakuwa kijani kibichi, mara anakuwa buluu, mara anakuwa mwekundu, mara anakuwa mweupe. Ndio Imam Shafi aliwahi kusema, kama swini nafs wahmilha ala ma yazinuha falqawlu minka jamilu. Swini nafsa wahmilha ala ma yazinuha falqawlu minka jamilu wala turiyanna an-nasa illa tajammulan
naba bika wa in jafaka khalilu wa in daqa alayka rizqul yawmi fasbir ila ghadin asa nakabatu ad-dahri anka tazulu wala khayra fi wuddi imri'in mutalawwinin idha marrihu malat mala haythu tamilu wama akthara al-ikhwana hina ta'udduhum walakinnahum 'inda an-naibati qalilu. Imam Shafi anasema izuie nafsi yako, suni nafsi, wahmilha ala ma yazinuha, tena ichukue nafsi ifanye vitu ambavyo vitaitukuza, ilazimishe kufanya mambo makarim, aqimi salah, zaka, siyam Ramadhan, khair, jiepushe na maasi. Ihmilha ala ma yazinuha falqawlu minka jamilu, kila kauli itakuwa nzuri kwako. Wala turiyanna an-nafs wala turiyanna an-nasa illa tajammulan, usiwaonyeshe watu isipokuwa mazuri, usiwafanyie watu isipokuwa mazuri. Tajammulan nabat bika wa in jafaka khalilu, hata kama wengine watakukosea wewe wafanyie mazuri, wao wanakufanyia mabaya wewe watendee mazuri, wao wanakusema wewe waseme vizuri, wewe watekelezee kila kilichokuwa kizuri katika hii dunia. Anasema wa in jafaka khalil, hata kama ni rafiki yako wa karibu amekukata wewe muunge. Kisha anasemaje? Anasema wala khaira fi wuddi mri'in mutalawwinin, hakuna khairi kwa mtu mwenye kupenda lakini ni kigeugeu mapenzi yake, kama vile kinyonga. Sasa hivi anakuwa hivi, maana ukimpa ndo anakupenda, ukimnyima anakuchukia, ukifanyaje inakuwa yatahawalu kalhirba. Kisha anauliza mwisho wa beti, Imam Shafi anasema marafiki ni wengi sana ukiwahesabu, huyu rafiki yangu, yule rafiki yangu, lakini anasema wakati wa shida wanajichuja, lakinnahum inda naibati qalilu, wakati wa matatizo unapata wawili watatu, maelfu wote wanasema mi rafiki yako, lakini sio kwa hayo, anakukimbia. Naam, zauji idha dakhala fahid, mume wangu jamani, wenzako unasikiliza, akiingia ni kama mfano wa chui, mpole, ni mpole kwa na chui ana sifa hizi. Alhaya, kwanza ana sifa ya haya chui. Walin, ana sifa ya upole. Wanaumu kathira, na anapenda kulala sana. Kwa hiyo alisema mume wangu akija mpole, na akilala huyo haamki, anapenda sana kulala. Nasema lakini idha kharaja asid, akitoka huko nje kama simba. Fahida, alafu hapa asida, mkali kama simba. Sasa lakini ukali wake huko nje nje, atakapoingia hapa ndani hana ukali tena. Ukali wake wapi? Akiwa nje. Na hizi ni tabia nzuri. Alikuwa anamsifu mumewe kwa tabia nzuri anazozipenda na ukarimu. Mpole nyumbani kwake, mpole na watoto wake, mpole na familia yake, hayiyun maa ailati, tena mwingi wa haya. Haya ndugu zangu ni tabia njema. Qur'ani iliposifu mambo ya haya ilimsifu mwanamke katika sura, katika Qur'ani Allah anasema fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya. Kwa hiyo haya ni katika akhlaq fadila karima. Tena idha kharaja asid, kukiwa na vita, akiwa na watu huko, ukali wake wote kama simba, lakini huko akija hapa amepoa. Mke mkarimu na watu wake, hawi mkali nyumbani kwake kama simba. Mke anapata nafasi ya kumhawir, kumnaqish, yani kuzungumza naye, kumuuliza, kumjadili, kumkosoa kwa njia ya kheri. Naam, kwa njia ya kheri. Sisi wanaume tunaona uume wetu, yani ujana dume wetu, naam, tunaona kwamba ni kwa sababu ujana dume tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwanamke hayuko sawa kwa njia yoyote, hata katika mazungumzo.
Mwanamke hatakuwa sawa yoyote, hata katika idea hawezi kukupa mawazo yoyote. Tunakosea. Kuna wanawake wengine wana akili kuliko wanaume. Na hata mmoja aliulizwa, ulifika fikaje hapa? Akasema, alfadlu kullu alfadli yaudu ila zawjati, fadla zote baada ya Allah taban zinarudi kwa mke wangu. Yani mimi nilifika hapa kwa msaada wake. Pita hapa, fanya hivi, usifanya hivi. Wanawake ndio waongozi. Naam, waraa kulli rajulin adhim imraa, nyuma ya kila mtu alofaulu kuna mwanamke. Na ukiona mfano huu ukiutabiki kwa Mtume Muhammad utauona, kwa sababu Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha ndio mamba ya success kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, anasema Bibi Aisha, nilipokuwa namuonea wivu akimtaja Khadija, nikamwambia Muhammad, Mungu amekupa mtoto mzuri kama mimi, Aisha bikra. Tena Khadija ulimuoa akiwa mzee miaka 40. Tena thaib, ameshaolewa na wanaume wengine wawili. Tena ameshakuwa midomo yake pia meno hamna tena. Yani ni wivu tu wa kina mama huo. Haikuwa kwamba kweli eti Bi Khadija alikuwa hana meno, sio sahihi. Lakini nasema humru shafatain, ni wivu, na Mtume alimvumilia kwa wivu wake. Alivumilia. Kusema Mungu amekubadilishia msichana mwingine mrembo kama mimi, tena wewe una nafasi ya kumtaja Khadija. Mtume alisemaje? Wallahi hajanibadilishia Mungu mzuri zaidi ya Khadija. Kisha akahesabu mambo yake, anasema laqad a'tatni ma laha yawma haramani an-nas, laqad amanat bi yawma kafarani an-nas, laqad a'tani Allahu minha auladan. Khadija, wakati siku watu waliponikata yeye aliniunga, watu waliponikataa yeye alinikubali, watu waliponinyima hela zao yeye alinipa za kwake, watu walipokuwa wananikufuru yeye aliniamini. Khadija amenipa watoto, nimepata watoto mimi kutoka kwake wote 6. Mmoja tu amezaliwa na Maria al-Qibtiyya, wote wamepata kwa Khadija bintu Khuwailid, na aliishi naye maisha ambayo ni maisha mazuri, Mtume mwenyewe akisifu haya. Na sio kwamba alikuwa ameshakufa hapo anamzungumzia habari hizo, ameshakufa zamani. Hata Mtume alipokwenda zake Makka kurudi tena, yani Makka alifukuzwa Makka kaenda Madina, akarudi tena Makka wakati wa Fathi. Siku ya Fathi kila mtu anarudi nyumbani, maana ukirudi nyumbani unajua nyumba yangu iko hapa, nyumba yangu iko hapa, nyumba yangu iko hapa, mtu anarudi kwake. Lakini waliondoka vibaya, nyumba zao zikachukuliwa. Atarudi wapi? Hakuna mali, hakuna maalim, kila kitu wamechukua watu. Watu waliporudi majumbani kwao wanajua Mtume atarudi, lakini nyumba yake ilikuwa hapa, hakuna tena, makafiri wamechukua kila kitu. Atashukia wapi Mtume? Wakamuuliza, ya Rasulullah, aina tanzil, unashuka wapi? Utashukia nyumba gani? Utalala wapi? Mtume aliwaambia, idribu li khaymata amama qabri Khadija, nijengeni hema mbele ya kaburi ya Khadija. Mpaka amekufa Khadija bado anamtaja Rasulullah, kwa sababu alikuwa almar'atu salihah. Mpaka amekufa anasema yuko mbele ya kaburi yake, anairudisha nyuma CD au kaseti ya maisha yake, anapata kuona aishatan radiyatan la tasma'u fiha laghiya. Huyo ni Khadija, na hayo ndio maisha ya mke na mume. Kwa ajili hiyo basi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama anapewa hizi hadithi na haya mambo ili iwe ni mafundisho kwetu sisi. Zauji idha dakhala fahid wa idha kharaja asid wala yasalu amma ahid. Jambo la tatu, sifa nyingine ya tatu aliyokuwa nayo huyu, haulizi alichoahidi, yani haulizi alichoacha, haulizi pesa alizoacha umetumia kiasi gani, imebaki kiasi gani. Yani kuonyesha kwamba ni mkarimu. Akinipa pesa mume wangu anambia keep change,
ndio mkarimu, la yasalu amma hai. Kwa nini nasema naam? Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume wakienda marikiti, hata wale samaki anawahesabu 1 2 3 4 5 6. Unaenda kupika, wale wako apungue mmoja hapo. Wewe maluni, mbona uendi kupika mwenyewe? Basi nampa mtu challenge moja tu, angalau leo aende nyumbani, ampe ruhusa mke wake, amwambie mke wake, nenda nyumbani kapumzike kidogo, wiki moja nakupa, niachie mimi nikae peke yangu na watoto, niachie mimi, iwe mimi ndo nawakogesha, nafua nguo zao, nafanyaje, wewe nenda kapumzike, mke wangu kapumzike. Alafu utizame zile shida unazozipata pale. Mtoto huyu kenda chooni, anakuambia baba njoni nawishe, huyu mwingine kafanyaje, huyu mwingine kafanyaje, kufua uwafulie wewe, kupika uwapikie wewe. Haifiki wiki, siku moja tutamwambia rudi, nimetubu. Lakini anafanya haya yote kwa mapenzi na humthamini, hakuna thamani, hakuna thamani. Basi wanaume wengine wanahesabu kitoweo, bali wengine hukata vipande vya nyama akahesabu ndani ya sufuria, anambia ole wako kipungue kimoja hapo, na akija kabla ya kula anahesabu kwanza, angalie kwa hakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Anavimba mashavu kama kuna mgeni kwa sababu ya uroho. Allahu akbar. Ndio tabia za baadhi ya watu. Naam, dunia hii wapo watu aina mbalimbali kama madini. Basi huyu bibi anasema mume wangu haulizi, akiniachia kwa ukarimu wake haulizi, mbona juzi nilikupa pesa kadhaa, umetumia vipi? Nataka kila single penny ambalo lilitumia pale nipate kujua, shilingi moja imetumika vipi, imeenda vipi. Yani ni dalili ya ukarimu wake. La yasal amma ahid, haulizi kilichobaki. Na nikimwambia na kwa mpole kwamba ni moja katika akhlaq nzuri, isipokuwa isiwe na ifrat. Na kullu shay'in idha inqalaba ala haddihi inqalaba ala dhiddi. Kullu shay'in idha balagha ala haddi, kila kitu kikifika mahala pake, kikichupa mipaka, tajawaza alhaddi, yani kila kitu kikichupa mipaka, inqalaba ala dhiddi, huwa kinakuwa sasa ni sumu. Too much of something is poisonous. Kitu kikizidi sana, usiwe manake nini sana kiasi hicho, lakini pia usiwe bakhili sana kiasi hicho. Na Mtume SAW alishtakiwa siku moja na mwanamke fulani, mkewe Abu Sufyan. Abu Sufyan katika watu maarufu kwa ubakhili kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu. Sasa mkewe alikuja kushtaki, akamwambia ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini min malihi ma yakfini. Ya Rasulullah, huyu sahibi yako Abu Sufyan, huyu ni mtu bakhili, hanipi kinachonitosha katika mali, angalau nikatumia nyumbani pale nyumbani tu, masarifu ya nyumbani, basi hanigawii kinachotosha. Tizama hiyo. Na hao walikuwepo wakati huo katika karnu dhahabi, walikuwepo na mtume huko. Mtume alitoa solution gani? Akamwambia yule mwanamke, kama hali yake ni hiyo, khudhi ma yakfiki anti wa waladiki. Ukiziona mahala popote katika joho lake, koti lake, chukua zitakazo kutosha wewe na watoto wako. Maadamu yeye hakupi, chukua. Lakini katumia neno gani? Bil ma'ruf, chukua kwa wema. Maana mume anamwachia mkewe leo shilingi 1500, anambia nikija nikute iftari hapo. Sasa yeye atasarifu vipi apike? Sasa mke akizunguka akiona koti limewekwa pale, akitizama ndani kuna 2000 nyingine, azichukue azitumie kwa watoto wake. Na hii sio green light ya kuibiana huko. Wasiseme kwamba kumbe mtume alisema hivi, sasa ikawa mtu anafanya fujo. Hapana, haya ni masala hasa kwa watu hasa. Sio kila mwanamume bakhili nyumbani kwake, bali wanawake wengine hawatosheki. Naam, wanapewa kinachotosha, lakini hana kabisa roho ya kukinai, anataka zaidi na zaidi. Huyu akiiba au akichukua kitu kutoka mumewe,
na hakuomba ruksa na amepewa kinachotosha, itakuwa sio lengo hilo la hadithi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhurumia mwanamke ambaye hapewi kweli na watoto wake kinachotosha, akampa ruksa, akamwambia chukua, lakini chukua bil ma'ruf. Mahala hapa unaona hapa itatosha 10,000, chukua 10,000 tu, usiongeze. Hapa itatosha 5,000, chukua ile ile bil ma'ruf, ndo maana yake hiyo, isichupe mpaka. Angalia dini yetu ilivyokuwa safi. Na akifanya vile bila ya ruksa yake, haambiwi kwamba ameiba, wala hatuambiwa kwamba amepata dhambi, kwa sababu ile ni haki yake na watoto pale nyumbani. Naam. Mwingine akasema zawji al-ashannaqu in antiq utallaqu wa in asmut uallaqu. Naye akatumia lugha ya kimashairi ya nathri. Angalia hizi qawafi, herufi za mwisho mwisho zinakwenda kimizani. Zawji al-ashannaqu, yani mume wangu. Ashannaq wanasema ni mtu aliyokuwa amechupa katika urefu wake. Kuna urefu wa kawaida, kuna urefu wa ziada, na kuna ufupi wa kawaida, na kuna ufupi wa ziada. Sasa anamsifu, anatoa wasfu wa mumewe kwamba ni mrefu kupindukia. Zawji al-ashannaq. Tena wanasema ashannaq na imeandamana na akhlaqi zake zote sio nzuri, mbaya wa tabia. Ashannaq anasema in antiq utallaqu, nikiyazungumza haya ninayoyazungumza, atakapoyasikia huko na hakika nitatwangwa talaka, atanitwanga talaka. Naam, akisikia ninamzungumza mala popote, na akisikia kwamba habari hizi nimesema utallaq, nitapigwa talaka. Wa in askut uallaq, na hata nikinyamaza sisemi kitu, basi nitakuwa muallaq, yani nitatelekezwa. Muallaq ni yule ambaye ananing'inia, hayuko mbinguni wala hayuko ardhini. Sasa ukisikia mwanamke muallaq, ni yule aliyotelekezwa, la hiya mutazawija wala hiya mutallaqa. Kuolewa hajui kama ana mume, wala kuachwa hajapewa talaka. Wapo wanawake aina hiyo. Na kwa sababu gani? Mume kumtaka yule mke hamtaki, na kumwacha akachukuliwe na wengine pia hataki, ndio anakuwa nani? Muallaq. La hiya mutallaqa wala hiya mutazawija. Kuolewa hajaolewa na kuachwa hajaachwa. Maana yake ulama ulfiqh wanasema la yuriduha wala yuridu rahmatallahi tanzilu alayha, yeye hamtaki na hataki rehema ya Mungu imshukie. Wapo watu aina hiyo. Basi anasema zawji la ashannaqu in antiq utallaqu wa in askut uallaqu. Mume wangu mimi ni ashannaq, tabia chafu mwenyewe, mandhari yake ni mtu ananitishia, alafu nikisema ataniacha, na nikikaa kimya ndo nimetelekezwa. Kama tupo tulokuwa na akhlaq kama hizo, tuache. Wa mwisho watatu, nasema tunachukua watatu tu, wengine tukipata fursa tutawaeleza siku nyingine walivyokuwa naelezea nukali. Wa mwisho wa 11, huyu ndo wa mwisho kabisa, alizungumza akasema zawji Abu Zar'a, mume wangu anaitwa Abu Zar'a. Wama Abu Zar'a, kuna nini kwa Abu Zar'a? Sifa zake ni zipi? Ni nani huyo Abu Zar'a? Anasema anasa bihulli udhunayya. Abu Zar'a, huyo mume wangu alivyonipamba masikio, mnavyoniona yamepambika, hii ni kazi yake yeye. Mwili wangu mnavyouona, mapambo yote miguuni na mikono na nywele zangu na mavazi yangu, hayupo aliyenipamba. Aliyenipamba ni mume wangu. Anasa bihulli udhunayya, kisha sema wa malaa adudi wa malaa bishahmi adudayya. Hivi mnavyoniona nimejaza, ni kwa sababu yeye ananinunulia vinono. Mimi nakula mataba, kila kilichokuwa kizuri ni kazi yake yeye.
Ya salam, anawaeleza wenzake mambo yaliokuwa ghali mume anavyomfanyia mke wake. Na mimi nakuombeni ndugu zangu Waislamu, kitu ghali kuliko vyote katika maisha yako baada ya Allah na mtume na wazazi wako ni mke wako. Ana hisa kubwa sana. Inasikitisha kuona kwamba mke anapata shida, tabu, lakini mtu ana hawara, anafaidi maisha ya mume yule. Hawara yule ana kila facility anazohitaji mke, lakini hakupewa mke, amepewa mwanamke yule. Hata wakati wa Ramadhani, hata wakati wa sikukuu, hata wakati wa kheri zote anamiminiwa yeye. Yule mama, watoto wako anakaa na tabu na shida, anapata maumivu. Hiyo sio haki. Almar'atu qilada, ulama wanasema mwanamke ni mkufu, ni kidani. Mmoja wenu atafute kidani kizuri cha kuvaa. Haina maana kwamba wanaume wanavaa vidani. Hii ni tashbih, kuonyesha ni kiungo muhimu sana, kinakupamba wewe, kinakufanya unakuwa mzuri. Basi tafuta kilichokuwa kizuri katika wanawake na katika wanaume vile vile. Basi anasema zauji Abu Zar, mume wangu anaitwa Abu Zar. Wama Abu Zar, kuna nini kwa Abu Zar? Sifa gani? Anasema anasa bi udhunayya bihuliyi, masikio yangu ameyapamba, mikono imepambwa, miguu imepambwa, mwili wangu nimejaa, nakula vizuri, nastarehe vizuri. Malaa adudayya bishahmi au malaa bishahmi adudayya. Kisha akamalizia akaendelea, anasema wabajjahani fabajihat nafsi wabajjahani. Yani wametumia lugha nzito, hata mandhari yenyewe ya lugha hizo ni zile lugha za kizamani zilizokuwa zina ufasaha mkubwa. So wabajjahani, akanifurahisha, akikusudia kwamba furaha zinaenea pale nyumbani wakati wote. Furaha ni kitu muhimu, hili nalikariri, furaha pale nyumbani ni kitu muhimu. Vijana waliooa juzi jana, mwezi uliopita, Shaaban, Rajab, kulikuwa na harusi nyingi sana. Niwaambie kitu kimoja, huyu mke kwao alikuwa nakula, huyu mke kwao alikuwa nakunywa, huyu mke wao babake alikuwa namvisha, alikuwa anapata anwaa min alalbisa, na pengine alikuwa anakula vizuri kuliko chakula unachomnunulia wewe, na pengine alikuwa anavaa vizuri kuliko nguo unazomnunulia sasa wewe, na pengine alikuwa na mahala pazuri pa kulala kuliko wewe ulipomweka. Wanawake wengine hivyo. Sasa alikuja kwako kwa sababu ya kutafuta kitu kingine, sio mlo mwingi, sio kwa sababu unamvisha. Wengine huwa unasimulia, wewe nini wewe, nimekutoa kwenu umekonda, sasa hivi umenenepa, unakula bure tu hapa, kaa kimya. Chakula alikuwa nakula huyu kwao, kuna mambo mengine anakosa, anatakiwa umpe. Kuna mambo ya ziada, na hayo mambo ni hanani na atf na surur na furaha na utulivu. Furaha peke yake, sio mlo. Kwani huyu ana shida gani huyu mwanamke huyu? Hebu niambieni, wewe unalala na njaa hapa siku moja? Ipo siku wewe umekosa mimi kukuvisha na kununulia nguo aina mbalimbali zilizokuwa ghali? Hivi sio vitu vya kuwa wewe unajidai, unajionyesha kwamba unafanya kila kitu. Huyu kuna mambo mengine anahitaji furaha na utulivu. Ndio huyu mama huyu anasema zauji Abu Zar. Wama Abu Zar anasa bi udhunayya, anasa bi huliyi udhunayya, masikio yangu ameyapamba, mwili mzima nimepambika. Wa malaa bishahmi adudayya, amejaza furaha ya mlo, chakula na shiba na kula kila aina. Lakini vile vile wabajjahani fabajihat nafsi ilayya, akanifurahisha mpaka yeye akawa kwangu mimi ni adhim, ni hero kwangu mimi, manake hasahuliki abadan. Hili la furaha linamfanya mwanamke anakuwa hana mafar, hana mafar, kwa sababu umeteka akili yake, umeteka mawazo yake, umeteka maisha yake, na furaha yake imekuwa kubwa, limeshinda kila kitu ambacho unampa. Na mimi nakwambia
mpe mwanamke kila starehe anazo, mpe majumba, mpe magari, mpe nini, hata mnunulie helikopta. Lakini kama humpi furaha, apate utulivu, bado mtakuwa hamna maisha mazuri. Nakumbuka siku nyingine walikuwa wanaonyesha documentary Al Jazeera ya mwanamke tajiri kuliko wote, kitaja baadhi ya matajiri waliomiliki. Yupo mwanamke mwingine alikuwa yeye ndo anachagua wachumba wa kumuoa, anamtizama sema yule anioe mie, alafu anaenda anamtongoza yeye, anamwambia nioe nitakupa thamani kitu kadha kadha. Akataja mmoja katika wachumba wake akamnunulia ndege ya kwake binafsi, ndege moja tu. Sisi tunakata ticket ndo tunasafiri, yule alikuwa ndege yake ya kusafiri anakotaka amenunuliwa na mchumba wake. Kisha anamwambia, anampa open check. Akikupa open check maana yake anakupa karatasi ya check, alafu wewe unaandika arqam unazozitaka wewe katika check ile, utatoa pesa unazozitaka. Yani ni mwanamke tajiri. Lakini akiolewa na yule, baadaye anakuta ile furaha aliyokuwa anaitafuta haipati. Zile pesa alizompa, naona yule anaenda kuhonga wanawake wengine, yeye anamwacha nyumbani. Sasa kaona mimi nifanye nini mpaka nitulie? Huyu kama shida ni pesa, si nimempa? Mbona hatulii huyu, anatafuta wanawake wengine wa nini? Mimi si nipo. Kumbe utulivu haununuliwi kwa pesa, wala haununuliwi kwa material yoyote. Ni atfi na hanani kwa katika moyo inatoka. Basi utaona mtu anakonda, mtu anakuwa hana furaha. Ukiniambia ana shida gani huyu? Mbona mkewe ni tajiri au mumewe ni tajiri au amemiliki kile kitu? Dhiki iko wapi? Inatoka wapi? Dhiki inatoka kwamba hakuna maneno mazuri, hakuna furaha, hakuna saada, hakuna ndani yake itminan. Na hicho ni kitu kikubwa sana. Allah anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, mpate kutulia, utulivu patikana. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Sasa ukitaka upate sifa nzuri, utulivu vizuri, nyumba yako itulie, wewe kuwa hivyo nyumbani. Mara nyingi tunakuwa wazuri wanaume kabla ya kuoa. Ukienda kuposa unakwenda na gari kubwa, hata kama huna gari unaazima uonekani kwamba una gari. Na hata kama hupendi watoto, ukifika pale nyumbani kwa mchumba wako unaanza kucheza na vitoto. Utaona mtu anajichekesha na watoto lakini haonekani kwamba bwana anapenda watoto. Kumbe ikitoka pale ndo bye bye, hakuna tena tabasamu, zinapotea na mapenzi yote ya kupenda watoto yanapotea. Allahu akbar. Kumbe una act, sio kweli, sio tabia yako. Ukienda siku hiyo unapeleka zawadi aina tena, una romantic words, unazipeleka maneno mazuri ya gharam na hubu. Unakuwa manake huyu maneno yake haya yalivyokuwa ghali kama hivi, huyu mtu mwingine huyu. Ukishamuoa kila kitu kimekufa. Alafu yale maneno mazuri yote ulikuwa ukiniambia, mbona uniambie siku hizi? Kaambia kaa huko, mambo yako yashakusha. Sasa mbona ulikuwa ukinitoa out unanipeleka huko? Ndo anasema mapenzi ni kaburi. Ndoa ni kaburi la mapenzi. Kuna watu wanasema hivi, an-nikahu au zawaju qabru al-hub. Kwa mantiki hiyo ndoa ni kaburi la mapenzi. Na kwa sababu gani? Kwa sababu kabla ya ndoa mapenzi yalikuwa moto. Ilikuwa moto. Na anasema yuko bwana baada ya kuoa alimchukua mke wake shahrul asal, honeymoon. Akafika mahali akachukia hoteli kubwa, mkewe akajikwaa. Alipojikwaa akamdaka kabla hajaanguka chini, haraka tena huko anatabasamu, akimwambia aanaki arrahmanur rahim, pole mke wangu, arrahman rahim, awe ni mwenye kukukinga kila mara. Huko anambusu, huko anamwambia pole, alafu anamchukua anampeleka chumbani kwao. Ikapita mwaka baadaye harusi. Mke akamwambia, mbona unichukui tena nje unipeleke honeymoon? Sababu mambo yake yule ameshakwisha. Hakuna tena na kutoka na miwani nyeusi ukaona hangi kule mitaani na yeye
sasa hivi hana fursa, hata akitaka kutoka anambia wewe hutoki, wendi popote, wewe kazi yako jikoni tu, mambo yako yamekwisha, khalas. Abada, inatakiwa iwe linadumu. Ndio kwa mantiki hiyo kweli ndoa inakuwa kaburi la mapenzi, lakini kwa sisi Waislamu ndoa ndio inakuwa taji la mapenzi. Ukikaa nyumbani, kaa naye vizuri, ukitoka ukirudi, rudi na zawadi japo kidogo. Na zawadi ni ibara ya kitu chochote kinachofurahisha. Hata pipi, nunua pipi, tutia mfukoni, ukifika mwambie mke wangu zawadi yako hii. Wallahi, kama huna pipi, tafuta bustani lolote lilo karibu nawe, kata maua kidogo, tia mfukoni, kamwambie mke wangu nimekuletea zawadi. Hivi ni vitu vidogo, lakini wazungu ni washirikina wengine, lakini wana maneno ya hekima wengine, na wamechukua kutoka kwetu. Wanasema a little change can change a lot. Kitu kidogo kinaweza kubadilisha mambo mengi makubwa makubwa. Solution yake hii utaona baadaye namna nyumba yako itakavyobadilika. Hata akienda, kama anaenda kazini, mpigie simu mara nyingine, muulize hali yako vipi? Hali yangu nzuri. Haya, nami nakusubiri. Mwambie mara nyingi kilima cha mapenzi, nakupenda mke wangu, mimi nakupenda. Usione haya kusema hivyo, kwa sababu yule ni halali yako. Utamwambia nani zaidi yake? Hakuna. Mwambie yeye. Tena anasema katika sunna ni kumbadilisha jina la kheri, yani kulikata jina au kulitaja jina kwa njia ya upendo. Bibi Aisha alimsikia Mtume akimuita, akamwambia ya Aish. Hakusema ya Aisha, ya Aish. Mtume akaitikia, akaona furaha katika moyo, akamwambia inna Jibrila yuqri'uki salam. Jibril anakusalimia, maana Jibril alikuwa anakuja kwa Mtume. Sasa Jibril kamsalimia Bibi Aisha. Allahu akbar. Bibi Aisha akamwambia wa ala Jibril assalam innaka tara ma la ara ya Rasulullah. Mpe salamu na yeye, kwa sababu wewe unaona mambo ambayo mimi sioni. Ya Aish, na wewe mke wako mkate jina, lakini kwa njia ya upendo, mwite majina mazuri mazuri. Alafu anasema pia uwe na tabia ya kufanya naye maskhara, mizaha. Mizaha tukisema hivyo ina maana kwa kadri ya haja. A'ti al-kalama min al-mizh biqadri ma tu'ti at-ta'ama min al-milh. Tia mzaha katika maneno kwa kadri ya unavotia chumvi katika chakula. Naam, chumvi ukitia kwenye chakula ikiwa nyingi inakuwaje? Hakiliki chakula. Lakini ikiwa kidogo kinakwenda sambamba. Na mizaha vile vile kidogo kidogo, mizaha ya khair. Sio ile mmoja alimwambia mke wake, mke wangu akiingia hapa jambazi, maana mkeo alikuwa mnene, asema mke wangu akiingia jambazi ukimkalia wallahi anakufa. Mkewe akanuna mpaka mwisho ikabidi talaka. Maana unaniona mimi ndo, maana sallu ala nabi. Anasema mke wangu akiingia haramia, lau jalasta alaiha ikhtanaq, ukikaa juu yake anasafoketi, anakufa. Maana wewe ndo silaha ya kuwa wezi hapa nyumbani. Hii sio mzaha mzuri. Mpaka mwisho inafika mahali inabidi wanaachana, lakini mizaha iwe mizuri nyumbani, vitu kama hivyo. Anasema zauji Abu Zar. Wama Abu Zar? Abu Zar ana nini? Amenipamba, amenilisha, amenivisha, amenistarehesha, amenipa furaha. Lakini anasemaje? Huyu mwanamke akaendelea kusifu mpaka akamsifu mkwa wake, yani mkwewe, mama wa mumewe, kusema Ummu Abi Zar. Akamsifu na yeye namna anavokaa naye vizuri, kuonesha huyu mwanamke alikuwa anampenda sana mumewe. Kisha akamsifu na binti wa Abu Zar, bintu Abi Zar, akamsifu mpaka na medi, mfanyakazi, jariyatu Abi Zar, kwamba ni mwaminifu, hatoi siri. Maana kuna wafanyakazi wengine likitokea jambo nyumbani lisubiri marikiti, ukiuliza nani aliwapeleka haya, kumbe mfanyakazi wako wa nyumbani. Wana hatari. Sasa mpaka kuanzia mume, mama mkwe, mpaka binti, mpaka mfanyakazi wa Abu Zar, huyu mama anamsifu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohadithiwa hii hadithi alifurahi sana. Lakini huyu Ummu Zar ya mwisho akasemaje? Siku moja mume wangu ametoka mughadhiban,
amekasirika, amehamaki na mimi na hasira. Ukikasirika nyumbani, hakikisha unakasirika peke yako, msije mkakasirika nyote wawili kwa pamoja. Kuna mambo unaweza kukasirika na binadamu, lakini msifikie wakati mkakasirika nyote kwa pamoja. Kila mmoja amekasirika kwa vyake. Huyu kaka mwanzo wa kitanda, yule mwingine kaka mwisho kule, yule anatazama mashariki, yule anatazama magharibi. Hakuna muulizaye mtu, hapana. Mmoja akikasirika, mmoja awe ni mwenye please mwenzake arudi katika hali yake ya kawaida. Mwingine namna hiyo, tafuta njia nzuri. Sema alitoka mume wangu ameghadhibika, amekasirika huko, akapata mke mwingine, akaoa, mie akaniacha. Huyu Ummu Zari alikuja kuachwa na huyu mumewe, fatallaqani, akanipa talaka. Na talaka ni shay'un rahib. Na talaka ni kitu kikubwa, na usione mwanamke anaomba kila mara, nipe talaka, utanipa talaka yangu. Akipewa hapo anakuwa kama mwenda wazimu. We nini, si uliomba talaka mwenyewe? Talaq shabahuha rahib. Hata Mwenyezi Mungu hakupenda katika Qur'ani kutaja neno talaka mara kwa mara. Solution ya mwisho ile, ukiambiwa sema na mke wako, mpe mawaidha, muhame kitandani, mpige kidogo, pigo ambalo haliumizi, lete watu wake na wako, yani zile marahil za alipo. Mwisho Mwenyezi Mungu akasema, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min saati. Ikiwa watafarikiana, hakutaka kusema wa in yatatallaqa, hakutaka kusema kilima cha talaka, kwa sababu shabahuha rahib, shabahuha rahib. Kwa ajili hiyo wasema akaniacha mie, baada yaye nikaenda nikaolewa na mume mwingine. Ummu Zari akaenda akaolewa na mume mwingine. Anasema huyu mume mwingine naye alinipa mapenzi makubwa, akanipa mali yake, anaonesha naye alikuwa na uwezo, akanipa kila kitu. Lakini anasema wallahi, lau angenipa mali yake yote, haitofikia hata kijiko, chombo kidogo alichokuwa ananipa Abu Zar. Yani bado mapenzi yake yako wapi? Kwa mume wa kwanza yako kule, kwa sababu yule alikuwa kuna baadhi ya mambo ya extra anayafanya. Sasa tizama, mwanamke anapokuwa ameolewa na mume mwingine zamani, alafu ukaja ukamuoa wewe, alafu ukashindwa kufikia level ya yule mume wa kwanza, inakuwa tabu, inakuwa tabu sana. Maana yeye kama alikuwa akipewa 250,000, wewe unampa 40,000, inakuwa mashaka makubwa. Anatamani kurudi kule akapate pesa nyingi na mengine mengi. Lakini kitu cha msingi nimesema sio pesa, sio mali, sio majumba, sio kitu cha msingi, ni hanan, alhubbu walhanan, mapenzi na utulivu. Naam, lakini anapokuwa analalamika siku zote na anakushabihisha na mumewe wa mwanzo, mie fulani alikuwa hanifanyii hivyo, nimekuaje wewe unanifanyia mambo kama haya? Wapo wanawake aina hiyo, na wametajwa katika vitabu vya fiqh. Kuna wanawake zaidi ya 10 wametajwa. Al-ahira, mwanamke aina hiyo usije kumuoa. Al-ahira, al-ahira ni mwanamke gani? Anasema akisikia vidole hivi vinalia, anajua anaitwa yeye. Yani la taruddu yada lamis, haurudishi mkono atakayemkamata. Mtu akimkamata hapa tu anamwambia njoo hapa mbele basi ni kuone, twende. La taruddu yada lamis. Al-ahira. Al-mukhtali'a, sifa ya huyo al-mukhtali'a. Mukhtali'a ni mwanamke gani? Maanake kila mara anataka kujiengua, anakuambia wewe ulinioa, lakini naweza kukurudishia mahari yako yote, nataka talaka yangu mimi. Unaringa na hizo 500,000 zako ulizotoa, nitakurudishia mwenyewe, nitakulipa pesa zako, niache mimi. Ndio nani anaitwa al-mukhtali'a, mwenye kujingoa kila siku na anataka kujiengua, anajivua gamba. La haula wala quwwata illa billah. Al-mukhtali'a, mwenye kujiengua. Kisha mwingine anaitwa nani? An-nashiz. An-nashiz ni yule ambaye hasikilizi amri ya mumewe batatan. Usitoke, nakwambia ndo wa kwanza nitakayetoka. Usifanye, usema nitafanya. Nashiz hana taa ya mume. Nashiz, maisha kama hayo inakuwa ni jahannam katika nyumba.
Anasema mwingine anaitwa nani? Al-Barraq. Al-Barraq ni mwanamke mrembo ambaye anashughulika na uso wake tu kila wakati, 24 hours anaenda kununua manukato haya, mafuta haya, krimu ile. Hakuna krimu mpya iliyotoka katika mtaa ila anaijua. Anajichubua kama uso wake hajaridhika nao, anatafuta mikorogo, uzuri anautafuta kwenye makopo. Akikaa kwenye kioo habanduki. Pengine mume ana njaa, ataambia kapike mwenyewe. Kwa sababu gani? Akitoka uso unamemetuka, unang'ara. Ndio anaitwa nani? Al-Barraq. Maana yake anang'ara, lakini hana shughuli nyingine ya kushughulika, anashughulikia face yake tu. Mwingine wanamuita al-Annana. Al-Annana ni mwanamke ambaye kila wakati anaumwa. Ukigonga mlango, leo kiuno kinauma, leo kichwa kinauma, leo jicho linauma. Mwaka mzima kataja maradhi mara hazihesabiki. Na mara nyingi ukisikia hivyo, basi ndo mwanamke mvivu alivyo. Hapiki, na mara nyingine hata mwenyewe kukoga ni taabu, hakogi. Inakuwa anaitwa nani? Nani anaitwa? Tumesema al-Annana kwa alif. Al-Annana, al-Annana kathiratul anin, yani kila saa anaugua kila mara anaumwa yeye. Basi njoo mke wangu tulale. Leo usiniguse, leo naumwa. Leo kila siku anaumwa. Na mwingine anaitwa al-Hannana. Huyu kwa al-Hannana ni yule ambaye sasa anakutajia historia yake na mumewe wa zamani. Mie fulani ilikuwa akitoka akirudi laki, akienda zawadi chemkem, akienda kadha, anakutajia. Maana kuona wewe ufanyi. Sasa na wewe kama martaba yako sio ile, ndio maskini unatoka. Na mimi leo itabidi nipeleke laki nipate kusifiwa, na mimi itabidi nipeleke hiki, na mimi na wewe pengine huna uwezo, na uwezo unatofautiana. Al-Hannana hiya allati tahinnu ila zawjiha al-awwal, ni yule ambaye bado anamtaja mumewe wa zamani, basi sirudi huko. Al-Hannana, al-Annana, alafu kuna al-Mannana. Al-Mannana ni mwanamke ambaye msimbulifu, na hawa ni wale wana pesa, wana kazi, wana pesa nzuri. Sasa mara nyingine wanawaendesha wao wanaume. Sasa kitu kidogo tu ukimkera, kwamba wewe mwenyewe nakulisha mie, toka kwenye nyumba yangu, toka kwenye shughuli yangu, toka kwenye business yangu, niachie ufunguo wangu. Manake yeye ndo uwezo wote anao yeye. Al-Mannana, mwanamume huyu hana shukrani. Kumlisha namlisha mie, kila kitu namvisha mie, nikufanye nini? Bora nikuache mie basi, kwa sababu talaka mimi ndo mwenye kuandika. Wewe mwanamume wewe, ningekulisha mie. Al-Mannana. Maisha ya mke na mume ni kushirikiana. Kama wewe mwenzako hana uwezo, msaidie, mstiri wewe, na Mwenyezi Mungu anakustiri siku ya Kiyama. Mtume anasema man satara akhahu musliman satarahu Allahu yawm al-qiyama. Mwenye kumstiri ndugu yake Muislamu, Mungu atamstiri na yeye kesho akhir. Kwa hiyo al-Annana wal-Hannana wal-Mannana. Mwingine anaitwa al-Haddaqa. Al-Haddaqa ni yule ambaye akikiona kitu anakitaka. Huyo usipite naye madukani, tena maduka makubwa ya masonara yakimbie. Sasa mwaka mmoja tulikwenda haji, basi haji mmoja, unajua haji kuna maduka mengi pale Madina, maduka ya dhahabu yamejaa. Akambia hapa simleti mke wangu, na sipiti naye kabisa, natafuta njia ya kupita huko, kwa sababu unajua akipita pale mambo yameharibika. Kwa sababu nani? Al-Haddaqa, akikiona kitu anakitaka. Na mara nyingine al-juyubu min al-fulusi khawiya wama adraka ma hiya narun hamia, hakuna kitu. Sasa atakupeleka mahala pabaya. Al-Haddaqa. Alafu mwingine anaitwa ash-Shaddaqa. Ash-Shaddaqa ni yule ambaye akisema anasema kwa mapozi, domo linajaa wakati hakuna kitu ndani ya mdomo. Mdomo anabebedua, anapeleka juu na chini,
huyo anaitwa nani? Ashaddaqa. Hawa wote ni wanawake wapo, na pia wanaume. Juzi alikuja mama mmoja ofisini kwangu akasema, sisi kila keseti yako tunayosikia unawasema wanawake tu, unawasema wanawake tu. Ina maana hakuna mawaidha ya wanaume wanaokuwa na wao wana sifa hizi na wanawake, kwa sababu wanawake ndio watu bora kuliko wanaume. Mwanamke na daraja ngapi? 3. Man ahaqu nnasi bihusni sahabati qala ummuk. Mtume kamwambia mama, mama, mama. Kwa hiyo al-ummu madrasa in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raq. Mama ndo chuo, akiwa sawa mama kila kitu kinakuwa sawa. Nimesema hapa, behind every successful man there is a woman. Nyuma ya kila mtu aliyofaulu yupo mwanamke. Sisi kufaulu kwetu kwa ajili yao. Ndio nimesema yule bwana aliulizwa, umefikaje hapa? Anasema al-fadlu kullu al-fadli yaudu ila zawjati. Baada ya muda yule mtu akaharibikiwa, akawa hana mbele wala hana nyuma, akaja akaulizwa tena, umefikaje huko? Sasa hivi, zamani ulikuwa hapa, sasa hivi umerudi chini, imekuwaje? Asema al-la'na kullu la'na ta'udu ila zawjati. Laana zote zinarudi kwa mke wangu. Na hapa nilifika kwake yeye, na hapa yeye vile vile. Naam. Basi tumuombe Mungu atupe wake bora, atupe, ajalie ni wenye kupata maisha mazuri ya saada fi dunya wal akhirah. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijabah an tuyassira alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah waqdi jami'a hajatina. Allahumma astur awratina wa amir rawatina waghfir dhunubana wa tawalla umurana wa hassin khalasana. الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد. من باب الأمانة، باب الأمانة، حديث يا أم الزرع، حديث يا أم الزرع. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kusimuliwa zote alifurahi sana, alafu mwisho akakomment Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, akamwambia bibi Aisha, akamwambia ya Aisha, ewe Aisha, ana mimi Muhammad kwako wewe ka Abi Zar, mfano wangu ni kama huyo Abu Zar. Wale wengine wote Mtume hakucomment, lakini huyu wa mwisho alivyokuwa mkarimu, anampenda mkewe, akimpa utulivu mpaka basi Mtume alisema mimi kwako wewe Aisha ni kama nani? Abu Zar. Ghaira annani la utalliqu an-nisa, tofauti yangu mimi na yeye, mimi sikuachi, yeye alimwacha mkewe, akimpa confidence kwamba mimi nitakaa na wewe mpaka mwisho, sitokuacha. Kwa sababu mwanamke akijua kwamba haniachi huyu anapata confidence, lakini akijua huyu anytime anaweza kunitwanga talaka, inakuwa matatizo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum wa tubu ila Allah. Assalamu alaykum.